Okay. Hatimaye tena tukiwa bomba tukiwa sawa zaidi. Hii hapa katika episode safi kabisa pili. Mzigo bomba sana, kumbuka picha. Nakwenda kwa jina Gavan Lovers. Na hii ni Sound of Our DJ kutoka DC Production pale. Sasa tuzidi kusonga na kigongo bomba zaidi. Katika episode safi ya pili. Wanasema Gavan Love. Katika episode ya pili tu tuendelee kushanyenta mzigo, kupata burudani ya mambo mengi sana yale ambayo tumepitia katika episode ya kwanza tu. Nini hatima ya binti na mkali kufahamika kwa jina Boom Gang, ambao kihistoria inaonekana udogo wao waliishi maisha ya pamoja, lakini sasa tofauti za maisha zilikuja kuwatenganisha. Ngao sasa wako pamoja. Sasa nini hatima ya kile ambacho kinazidi kusonga zaidi? Tuanzie hapa katika episode safi ya pili. Basi baada ya kuzinduka binti katika kitanda, anajiuliza ni sehemu gani kwa sasa ipo. Lakini pia alikumbuka unyama ambao ulifanywa na Mola. Akasema lazima nipo katika hatari yenye hatari zaidi. Hivyo binti alikuwa anahitaji kutoka katika jumba hili. Kwa sasa aliweza kutana na document, karatasi ambazo zilimpa kumbukumbu ya nyuma kidogo. Akasema basi kutakuwa na ufanano tu. Lakini kabla hajatoka katika ile jumba, alisikia michekecho kwa nje. Sasa upande wa pili kwa mtaalamu, ilikuwa ni siku ya kumbukumbu juu ya mazishi ya familia yake. Hivi pia nakumbuka mtu ambaye aliweza kumpatia msaada zaidi alikuwa ni hapa mzee. Anasema nimefanya yote nikiwa najua tu hata yule ambaye amehusika na hiki ambacho kimetokea yuko nyuma ya mambo mengi zaidi kutokana na kile ambacho kilitokea kwa Mokran. Basi binti akiwa anatoka anashangaa anaitwa Jishan. Ni wapi ambako unaenda? Sasa binti akaona itakuwa mbaya zaidi. Kwanza ameiba vitu vya samani. Ikabidi avunge kwa sasa kwamba amechanganyikiwa. Basi akajifanya amepata mshtuko, yani wenge la ajabu, ugonjwa ambao kwa sasa haueleweki umetokea wapi. Anasema lakini yuko daktari ambaye atakupatia mwongozo zaidi. Basi Mr. Young baada ya kumtibia binti alimwambia tu kijana anatakiwa makini sana. Binti akiwa katika eneo hili bado alikuwa anavunga kama amechanganyikiwa. Hebu tutamwambia kitu kimoja tu. Anasema nitakwambia kila kitu ambacho nakijua, lakini pia na uwezo wa kuweza kutambua future yako pindi tu ambapo nitakuwa nimeshika mkono wako. Basi baada ya kushika mkono nitamwambia niambie nini ambacho nakiona katika future yangu ya baadaye. Anasema ni mtu ambaye utakuja kunipenda mimi, na hata hivyo ni mtu ambaye utaweza kunyosha mkono wako kuniadhibu mimi. Anasema kama uliyajua yote hayo, sasa nini ambacho kinakufanya uhitaji kuondoka katika ile jumba? Basi kwa wakati huo Mamba usalia hapa tu. Sasa Mamba anashangaa sababu binti lazima atakuwa amempigia kimbola mkuu. Haiwezekani. Basi majira usiku binti alikuwa akizidi kumfanyia massage mtaalamu bintibu. Lakini Mamba alimwomba pia kitu kimoja tu. Anasema kuna wimbo nahitaji uniambie. Binti anasema sina kumbukumbu ya mistari yote, lakini acha nikuimbie tu uchache kwa kile ninachokumbuka. Basi Bia akiwa anaimba wimbo huu anamrejesha mtaalamu kwenye kumbukumbu ya zamani zaidi, pindi utoto wake alipokuwa na binti mdogo. Anasema hii ni sehemu ambayo ni kama kwako. Basi baada ya kurupuka alishtuka sana. Anambia binti kitu kimoja tu. Anasema kuanzia sasa hii ni sehemu ambayo utazidi kusalia. Itakuwa ni sehemu ambayo itakuwa kama yako kuanzia usiku wa leo, kwamba ni sehemu ambayo bibie atazidi kusalia na kujidai zaidi. Tuazidi kusonga kwa usipate moto usipate joto. Basi Akanga akiwa ametoka na mtu huyo General ambaye ni Enuchu kwa sasa wanaelekea katika jumba la kifalme. Wakiwa njiani kwa bahati mbaya binti baada ya kugusana na mtu huyo kuna maono ambayo aliweza kuyaona. Anamwambia nini ambacho umekiwaza? Anasema hamna kitu. Lakini binti aliweza kuona kitu ambacho kitatokea baadaye zaidi. Hapa alipishana na Prince Shion ambaye kwa sasa anatakiwa aweze kuolewa na mfalme, lakini Prince amekuwa akiwa anamuonea uwevu sana binti. Anyway, basi mtaalamu baada ya kufika kwa mfalme aliweza kumpa mwongozo wa vitu vingi sana, lakini pia amwambia mfalme asiwe na kipingamizi kwa kile ambacho kinakuja kwake kama ndoa. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu akiwa na bibi, anasema sijajua nini ambacho umefanya, lakini kwa wakati huu najisikia vibaya kwenye tumbo langu. Basi mtaalamu alitoka na kumwacha binti
Binti akiwa amesalia hapa, aliambiwa anaitwa na Princess. Princess kuna jambo alijakaa sawa kwa upande wake. Lakini pia upande wa pili kwa mfalme anasema kwa wakati huu atakubaliana na kile ambacho kinaendelea tu. Hataweza kupinga juu ya harusi na Xiong, japo ni ya kimabavu zaidi. Basi binti baada ya kufika huko alikutana na mashtaka ya kwamba mmoja na kwamba ameitwa muda mrefu, ameonyesha kiburi sana kuchukua muda na kuweza kurespond. Sasa huyo Queen aliweza kumimina chai ya moto zaidi. Agodai ya kwamba binti aweze kupatiwa chai hiyo. Binti katika mapambano aliweza kufanikisha kuvunja kile kombe. Anasema kwa nini mnanifanyia vitu kama hivi? Anasema unahitaji kumchukua mtu wangu ambaye namtegemea. Basi binti aliweza kutoa kipini chake Malkia, akakitupa ndani ya maji. Anasema kama utaweza kunirejeshea hiyo pini yangu, utaweza kusamehe kwa kile ambacho kimetokea. Binti anasema hajui kuogelea, lakini aliburutwa mpaka ndani ya maji. Sasa mtaalamu ndo anarejea na kukutana na bodyguard wake. Anamwambia binti yuko wapi? Sasa binti hayupo. Binti yupo katika majanga zaidi. Anamwambia ogelea na hakikisha umeipata hiyo hook, yani ile pini yake. Basi katika kumtupia vijiwe kwa bahati mbaya, aliweza kumpiga binti katika eneo la kichwa. Hivyo binti alianza kuzama. Mtaalamu anafika sasa, naye mama akajitupia ili aweze kusaidiwa. Lakini Mu Longkang baada ya kufika tu aliweza kuruka upande wa pili ambao alikuwa bibi Xiang. Anasema niliahidi nitakulinda kwa wakati wote na kuchukulia uangalizi katika kila jambo. Hiyo hapo katika episode ya pili mzee baba. Tutana katika episode ya 3 tu. Mzigo bomba sana wapa. Na ilikuwa ni episode ya pili na mzigo bomba sana wapa. Mbole kwa jina la Gavan Love. Na the chosen of his name. Sawa. Wow. Tukutane katika kigongo hiki. Episode inayofuata kitaalamu zaidi. Kuendelea kuenjoy burudani bomba zaidi. Hiyo ndio kitengo pale kwa 0686414059. Ungana nasi mambo yazidi kwa bam bam zaidi. Let's say ciao. Kamsamida. Wow.